Mtakuwa mmesikia maeneo mbalimbali. Wapo watu ndani kwenye mitandao, lakini pia kwenye majukwaa ya kisiasa na kwenye maeneo mbalimbali wanajinasibu na kujitangaza wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya viongozi mbalimbali wa serikali au wa dini, wakitoa uchochezi na ubaguzi dhidi ya dini zetu. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa ya waasisi. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa, kwa jasho na hata damu ilipobidi, ili taifa Tanzania liwepo. Sasa kutokana na hayo, nitumie fursa hii kuwaomba sana na kuwaasa wale wote ambao wanatumia majukwaa ya kisiasa kuchonganisha wananchi, kuwajaza chuki, kuchochea, lakini pia kuwahamasisha kufanya uhalifu, na wanaounda magenge ya uhalifu na makundi mbalimbali yanayolenga kuharibu taifa letu, kufanya uharibifu, ni wasihi na kuwaomba waache mara moja, kwa sababu kufanya hivyo hakuna ambaye atabaki salama, kwa sababu tutaathirika sisi Watanzania wote. Athari hii italiathiri taifa letu kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Tutarudi nyuma kimaendeleo, tutashindwa kuswali, tutashindwa kwenda kanisani, tutashindwa kufanya kazi za kiuchumi, tutashindwa kujenga nchi yetu, tutashindwa kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja. Hivyo basi busara iwaongoze, na niwasihi sana, na najua wananisikia na wananifahamu. Bahati nzuri wazee wangu, kama mlivyosema, mimi ni kijana wenu, nitaendelea kuwa kijana wenu. Uongozi kamwe hautanifanya ninyanyue mabega, kwa sababu najua leo nimeteuliwa, nitafanya kazi kwa uaminifu na uadilifu kwa nchi yangu, kwa taifa langu na kwa mamlaka iliyoniteua, kwa rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kuwatumikia Watanzania. Na siku ambayo utakuwa umefika ukomo wa kazi yangu, nitarudi kwenye jamii. Hivyo niwaase hata viongozi wa serikali walio na kauli zinazoleta taharuki, waache mara moja, kwa sababu leo tuna nafasi, kesho tutarudi katika jamii hii, na tutalazimika siku moja kwenda, wakati mwingine kufikia mwisho wa maisha yetu, tutahitaji watu. Kwa hiyo hii ni kwa watu wote, si tu upande wa wale au huyu, ni kwetu sisi sote kama taifa. Viongozi tunaungana pamoja, kama viongozi wa serikali, tunaungana pamoja na viongozi wa dini, tunaungana pamoja na viongozi wote na familia moja moja, baba na mama. Tuwakanye na kuwaelekeza watoto wetu wakaishi na kuenenda kwa amani na salama. Na pale yanapotolewa maonyo na maelekezo ya vyombo vya ulinzi na usalama, tusikaidi, kwa sababu kwenda kinyume na hivyo tunavunja sheria zetu wenyewe, tunavunja katiba, tunavunja utaratibu. Kwa hiyo niwaombe sana, haya ni kwenda kuyazingatia.